anaishi Yesu Mnazareti. Kwa damu yake tulipata ukombozi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa damu yake masikini walipata utajiri. Kwa damu yake wenye ukoma walipona. Na hata leo hii unapona na unakombolewa na unabadilishiwa roho na unapewa roho mpya ambaye ni roho ya Yesu Kristo, na unaenda kutawala kwenu, unaenda kutawala kwa kazi yako, unaenda kutawala kwenye biashara yako, kwa ndoa yako utatawala katika jina la Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Usiwe na huruma na shetani, kwa sababu shetani akija ndani yako hana huruma na wewe, kwa sababu wakati wote yule pepo mchafu, maandiko yanasema ya kwamba na kuna kijana mmoja aliyekuwa amekaa makaburini siku nyingi, alikuwa amefunga pingo, akafungwa makamba, lakini zote zilikuwa zinakatika. Lakini alipomwona Yesu, wale pepo waliokaa ndani ya yule mtu akasema ya kwamba una nini nasi, mwana wa Mungu? Leo hii ninakuja kusema ya kwamba katika maisha yako utafaulu tu. Hata kama walikataa, wewe utasonga mbele. Hata kama walikudharau, hautadharauliwa. Hiyo madharau inafika mwisho leo. Hiyo madharau inaisha leo. Hiyo madharau inafika mwisho leo, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna madhabahu ya sehemu fulani unaweza pata ya kwamba kuna watu walikuwa wazuri sana, lakini walipoenda katika moja fulani, yale maroho yaliyokaa kwenye ile moja ikaanza kuandama. Mtu hakuwa mlevi, lakini ghafla roho ya ulevi ikamwingia. Ni kwa sababu ya madhabahu ya maeneo haya. Mtu hakuwa anakosa kazi, lakini kwa sababu ya ile madhabahu mahali alikuweko, leo hii unatolewa huko kwa jina la Yesu Kristo. Leo hii unatolewa katika hiyo nyungu, unatolewa katika hicho kisima, unatolewa kwenye hiyo bahari iliyokuzika, inakutapika leo kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu ni mwaminifu, kwa maana anatenda kila siku na kila saa. Watu wanapona, walemavu wanapona, viziwi wanasikia, bubu wananena kwa jina la Yesu, kwa maana hiyo damu ina nguvu. Mwanamke mmoja, nikasoma habari moja, ni mwanamke mmoja Msamaria. Huyu mwanamke alipokuwa kwenye mtoni akakutana na Yesu ameketi mahali pale, akamwambia Yesu, naomba maji ili ninywe. Yule mwanamke akasema ya kwamba kwetu sisi wa Samaria hatuwasaidii Wayahudi. Ni tangu lini wa Samaria wakawasaidia Wayahudi? Bwana Yesu asifiwe. Ni tangu lini Wayahudi wakawasaidia wa Samaria? Yesu akamwambia kwamba ungelijua ya kwamba mimi ndiyo maji ya uzima, na leo hii unapopokea damu ya Yesu na mwili wa Yesu, inafanyika agano jipya ndani yako, na maisha yako inabadilishwa leo, na nyumba yako inabadilishwa leo, kwa sababu unafanyika agano mbele za Yesu Kristo aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yule mwanamke akasema ya kwamba nipe hiyo maji ninywe. Bwana Yesu asifiwe. Mwanamke yule akasema, kwani wewe ni nani ambaye una maji ya uzima? Nipe hiyo maji nami nitumie. Akamwambia, nenda ukakuja na mume wako. Yule mwanamke akasema, mimi sina mume. Lakini Yesu akamwambia, na wale wanaume watano, wale watu waliokuzingira, maadui waliokuzingira, Yesu anawatoa mbele yako. Yesu anawatoa mbele yako. Watakuja kwa njia moja, lakini Bwana atawatoa kwa njia saba kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wataondoka mmoja baada ya mwingine. Hicho kikao unaopangiwa eti uondolewe kazini, hicho kikao unaopangiwa ati uondolewe kwenye ndoa yako, hawata
hutafanikiwa kamwe, kwa maana Yesu amechukua nafasi ndani yako leo. Haleluya, amen. Yesu tayari amechukua nafasi ndani ya maisha yako. Atasababisha jambo la kushangaza. Maadui wako watakuja, wakikutazama wanatoroka wenyewe, wanapita njia zao, kwa maana wewe haufanani na hao, kwa maana wewe ni mwana wa Mungu, kwa maana wewe unakaa katika ufalme wa nuru. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Pigia Yesu makofi mazuri. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Unaamini hiyo kitu kwamba Yesu anaweza kutoa chini na kuweka juu? Ni miaka mingi nimeomba haya, lakini sasa nimeona imeanza kutimia, na hata maombi yako itimie leo. Maombi unayoomba kila siku, kilio unayelia kila siku, yaishe leo, na Yesu akubariki leo kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna madhabahu, inapokaa katikati ya mji, hata ufanye nini hauwezi songa, kwa sababu ya ile madhabahu ina uwezo, ina nguvu juu yako. Lakini najua ya kwamba kuna damu ya Yesu